Herufi ya kwanza tutakayoanza nayo ni alif. Ila mfanyaji utakayefanya dhikri hizi uwe kweli una dhati ya Mungu katika moyo wako ya kweli, na ufanye kwa hakika, usijaribu. Nyiradi hizi unaweza ukapotea mara moja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumekuja kumtembelea tena hapa mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata mwendelezo wa madarasa ambayo mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo tupo naye tena hapa. Cha kuwasihi tu ni kwamba endeleeni kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika tutajifunza mengi sana, lakini kabla hatujaendelea naomba kwanza nimsalimie, kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Mwalimu, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam. Vipi maendeleo? Alhamdulillah, salama, namshukuru Mungu. Tuko vizuri kabisa. Mimi niko salama alhamdulillah. Ni faraja kubwa. Naam. Tukiwa bado tunaendelea kuuaga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa Ramadhani, naam. Bado madarasa sasa hivi watu tunasema jamani, sasa tunashindwa tuchague lipi katika mwezi huu. Lakini yote kwa yote ndio mipango ya Mwenyezi Mungu. Naam. Imefanya tuwe hivi na inshallah kadri siku zinazozidi kwenda mambo yanazidi kuwa mazuri, watu wanazidi kupata elimu. Kwa hiyo nimerudi tena. Naam. Kwa ajili ya watu kuendelea kujifunza. Na siku ya leo natumai pia tutajifunza zaidi. Naam. Kwa bila kupoteza muda naomba nikukaribisha sana. Nashukuru sana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف النبي سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ndugu zangu, awali baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyo ada yetu, Mwenyezi Mungu ametujalia kukutana na wanajawabu kazi yao kubwa ni kuleta majibu ya mambo mengi na mambo mbali. Ndio kazi yetu. Na alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kipindi hiki. Mimi nimetaka twende mbio sana kwa sababu tuna kila sababu ya kwenda mbio. Naam. Hii ni last chance. Hii tukipoteza kuipata tena ni nadra. Lazima tuitumie ipasavyo. Masiku haya yaliyobaki lazima tukimbizane nayo, lazima tung'ang'aniane nayo. Na tunatoa haya madarasa mbali kwa sababu kuna mtu ataliweza hili, kuna mwingine hili aliwezi. Unaelewa? Sasa tukitoa darasa aina moja alafu watu wahangaike nalo, kuna watu tutawapa mzigo mkubwa ambao hawatoweza. Kama darasa la leo hata mtoto mdogo anaweza kuhangaika nalo. Naam, yani leo ushindwe wewe tu. Manake nimechinja, nikachuna, nikakatakata, nikachemsha, nikalainisha, nikakutafunia, nikakuwekea mdomoni, wewe umeze tu. Kwa darasa la leo alhamdulillah kwamba tumejaribu kuangalia namna gani, sababu kuna watu, kuna mambo wanashindwa kuyafanya na wanataka kufanya, lakini hawana namna na uwezo, maskini, kulingana na udogo wa elimu zetu. Kulingana na udogo wa elimu zetu, wengine umri, kuna mambo mtu hawezi kuyafanya kulingana na umri wake, lakini anataka na yeye ajipinde kwa Mungu wake, anataka ajipinde kwa Mola wake. Sasa tuna kila sababu ya kufanya haya mambo tena kwa mfululizo kama hivi mara kwa mara, ili kuweza kuwagusa watu wa aina zote, watu wa malika yote ya kielimu na kiuelewa, ili twende sambamba, ili twende pamoja. Hatakiwi kuachwa mtu nyuma hata mmoja, lazima tukokotane hivyo mkono kwa mkono, twendeni mpaka tufike.
huyu kama atafika kiwa anatembea hivi, haya, huyu hivi, haya, kila mmoja na namna yake, lakini bora tufike. Okay. Huyu kama atatembelea miguu sawa, huyu kichwa sawa, lakini tufikeni. Kwa yote haya ni kutaka kuweza kupata baraka, radhi, fadhila, manufaa ya mwezi huu mtukufu Ramadhani, na tuchumbe mambo mengi, mambo mbalimbali ya mwezi huu mtukufu Ramadhani. Sasa pamoja na hilo, madarasa haya mimi niseme hayakomei katika huu mwezi. Na watu wasidhani ni ya mwezi huu mtukufu Ramadhani, hapana. Lakini tukiyatumia katika mwezi huu mtukufu Ramadhani tutachuma sana, na yana siri kubwa sana yakifanywa ndani ya huu mwezi mtukufu Ramadhani. Mambo ya kufanya ni mengi sana Januari. Laitani ama lau kama tukasema tuyaseme yote, sasa tutawachanganya watu. Manake mtu atakuwa analifanya hili zuri lulu, alafu kuna almasi ile sasa kaibwaga hiyo kimbilia kule. Okay. Ndio haya mambo yalivyo. Na pia hapo tuwasihi watu kwamba kile ulichokikamata na unachokiweza kikamata hicho Okay. Usihangaike huku ukapataka. Ndio tulisema kipindi kilichopita, mwenye kupanda farasi wawili shakhsu duburahu marakiba farasain. Ukipanda farasi wawili, mguu mmoja kaweka huku, mwingine kaweka huku, matokeo yake lazima bwana uchanike bwana. Okay. Kwa lazima mtu kile ambacho umekichagua na umekiona hiki na kiweza, basi ukishike hicho. Lakini haya kwa kuwa ni faida ya wengi, kama nilivyosema awali, tuko na wengi wanaotaka kujifunza, watu wa sampuli na namna mbalimbali, na malika pia malika mbalimbali. Mimi nimeenda pahali, nimekutana na mtu wetu anayejifunza, anayesoma na kutufuatilia, mdogo kani kimbilia Sheikh Sultan. Nikasema subhanallah, wewe kwanza hata hiyo simu yenyewe umetolea wapi? Watu wa kidijitali. Sasa tena kanikimbilia, mashaallah, barakallah. Ambia siwezi, lazima niangalie tu, lazima nikufuatilie. Sasa kama hivyo, na hawa vipenzi vyetu hatuwezi tukawacha nyuma. Na kokote waliko, darasa la leo linawahusu watu wa malika yote. Okay. Wenye elimu wafanye, ambao hawana wafanye, na kadhalika. Sasa tusipoteze muda, tuingie moja kwa moja katika kusudiwa letu la siku hii ya leo. Leo nimekuja na darasa la herufi. Sawa Okay. Darasa la ibada za herufi. Ibada za herufi. Hizi alif, b, t, c. Umeona kaza raha yake? Nani atashindwa? Unaweza kalifanya huko unaneza. Mashaallah. Tabarakallah. Si kitu kigumu manake. Ni kitu chepesi sana. Okay. Alafu si kitu kidogo. Ni chepesi lakini si kidogo. Okay. Ni kikubwa, ni kizito. Lakini ufanyaji wake ni wepesi. Hawa mashekhe waliotangulia, tuombeeni sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu wameturahisishia mno kumkimbilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumfikia Mungu. Wameturahisishia sana. Muangalia, watu wametumia ilmu zao, Mungu akawajalia, akawapa taufiki, wakajua namna ya kumkimbilia kutumia herufi. Ni kitu kidogo hicho? Kikubwa sana. Leo mimi ambaye siwezi kusoma Qur'ani, ningewezaje kufanya ibada kubwa na mimi ili niweze kumfikia Mola wangu? Ningewezaje? Mimi ambaye siwezi, si kusoma, lakini si kwamba sitaki, labda hali za kimaisha na mazingira, lakini natamani. Nimekutana watu wengi, shakutana mtu muuni kabisa, lakini kuna wakati anajifungia ndani mwenyewe, anapambana. Naambia ndio hivyo, twende hivyo. Hivyo twende. Yani kabisa
Mtu anafanya mambo yake hivi nasema, lakini inabidi naambia inabidi tuende hivyo hivyo. Okay. Kuna wakati lazima utenge muda wako upambane na Mungu. Sasa watu kama hawa, kuna mtu hawezi kwenda kumfesi mwalimu nani, sawa, kutaka kusoma, nitaonekana vipi? Kuna watu wanafikiria hivyo. Sasa si kwamba tuwaache kwamba lazima mtu usijali usijali lolote, we fuata tu. Pamoja na hivyo, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametutaka twende na watu kulingana na wao walivyo. Hata haya madarasa tunayatoa mitandaoni kwa sababu ndo watu waliko. Mambo ya utandawazi. Sawa, leo watatizama watu 50. Leo utapata wapi watu 50? Waweke sehemu moja. Wajifunze mambo kama haya. Dar es Salaam hii. Nataka kujua hilo, nenda kwenye madarasa ya Qur'ani misikitini. Watu hakuna. Menelewe. Sasa lazima tuende na watu. Kwa kuwa watu hapo huku, basi tuwatoe huku, alafu wataenda wao wenye misikitini. Kwa sababu kule misikitini hawapo. Mabarabarani hatuwezi tukafuata. Tutapatia wapi? Huku mtu alipokaa huku kwenye simu lake, huku akikutana nayo inamuingia, ngoja niende msikitini. Ushampata tayari. Unaelewa Kwa ni kwenda na watu kulingana na wao watu walivyo. Sasa alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amejalia kheri. Leo tumeliandaa darasa hili la ibada, lakini zitokanazo na herufi. Na leo nitazungumzia herufi 3 tu. Nitazungumzia herufi ya alif na mambo yake. Sawa, nitazungumzia be na mambo yake, na the na mambo yake. Hizi herufi zote, kila herufi moja ina jina la Mungu na ina sifa ya Mungu. Hizi herufi, kila herufi moja ina jina la Mungu na ina sifa ya Mungu. Sawa. Sasa basi, wengine wakafikiria, na huwa wanafanya, kutokana na herufi yake ya jina lake, basi ataitumia herufi hiyo kwa jina hilo la Mungu kama uradi. Wengine wamefikia hapo. Sawa, lakini si kwamba lengo ni hilo. Kuna kutumia jina ili kupata siri kutokana na jina lako na lile jina la Mwenyezi Mungu. Ipo njia hiyo. Lakini kuna kutumia herufi kupata siri ya hiyo herufi yenyewe na burhani zake. Umeelewa Kwa hivyo leo sisi tutazungumzia mtu kutumia ile herufi yenyewe ili kupata zile burhani, sawa, na zile siri za ile herufi. Kwa tutazungumzia herufi 3 leo. Ambazo hizo ni herufi kubwa sana. Tutazungumzia katika pande tofauti. Sasa kulingana na muda wetu, muda umetukimbia. Sasa moja kwa moja wacha tuingie katika darasa letu la hizi herufi. Herufi ya kwanza tutakayoanza nayo ni alif. Na herufi hii niwaambie watu ambao wengi walikuwa wakilitamani sana jina la Mungu la Mia. Inawezekana jina hilo likawa limefichikana katika hii herufi. Herufi hii alifu imesimamisha kila kitu. Alifu ndio herufi ya mwanzo kwenye usomaji. Alif. Sasa ina dhikiri kubwa sana. Na dhikiri yake, alifu utasoma a, hautasoma alifu. Utasema a. Lakini kama utaitolea vile kifuani hivyo tu.
Ukitaka kuona siri za alamul malakut wa alamul ghaib, tumia uradi huu. Kaa peke yako alafu isome wakati gani na kwa idadi gani wote. Lakini hii usomaji wake pamoja na usome ila bora unaanzia kulia unaileta kushoto. Okay. Ni dhikiri kubwa sana. Okay. Sana. Na usisome kama hauna hakika na unachokifanya. Hivi ama hizi za leo ni nyepesi, lakini ni hatari sana. Nazungumza na watu wenye akili timamu, watu wenye hakika. Lakini si kazi yetu ni kusema. Sisi tunasema, ndio tunamaliza hapo. Tunawafikishia watu ujumbe, ndo kazi yangu na ndo kazi yetu. Fanya kwa maelekezo, na sisi tunatoa kwa ruksa zao mabwana, watu wazifanye. Sio kwa ruksa zetu, kwa ruksa za mabwana. Kila mmoja atakayefanya apate burhani zake hizi tunazofanya, tunazozisema. Ila mfanyaji utakayefanya dhikiri hizi, uwe kweli una dhati ya Mungu katika moyo wako, ya kweli, na ufanye kwa hakika. Usijaribu. Nyiradi hizi unaweza ukapotea mara moja. Aswa hii ya subhana. Hii inaweza isikuache salama hata kidogo. Ni dhikiri kubwa sana sana. Na hii mnaweza mkafanya watu 10 mkazunguruka duala, lakini shurti yake mtumie tasbihi moja na mvae mavazi rangi hii moja na mavazi yake rangi 2, nyeupe au kijani tu. Hapo kwenye tasbihi moja ni kwamba anaishika mmoja au ambayo inawatosheleza wote? Inawatosheleza wote. Ziko tasbihi ndefu zile. Okay. Mnakaa. Uradi huu atakayeufanya hatakiwi kuufanya kwenye mwanga. Unazima taa, unaufanya kwenye kiza. Na usiufanye ukiwa na hofu. Utachukia dhikiri. Utakimbia. Usifanye ukiwa una hofu, unauoga. Ubaya wa uradi, kile unachokifikiria kukiogopa ndio hicho kitakachotokea. Sasa hautakiwi kufanya hii dhikiri hii alafu ukiwa na hofu ya jambo lolote. Upooze moyo wako, upoe, alafu usiwe na mashaka na Mungu. Hakikisha kwamba unajidhatiti kwamba sasa namuelekea Mungu, na mkabidhi Mwenyezi Mungu nafsi yangu mikononi mwake. Yeye ndo atanihukumia lolote liwalo na liwe. Mimi nafanya dhikiri yake. Mara 1000. Okay. Na hii ndo asili ya dhikiri. Okay. Na ndio maana zile dhikiri za kifua zile ziogope. Achana nazo zile. Zile hata kama hauzipendi usitukane zile. Hata kama hauzipendi usije ukazisema vibaya zile. Hazikuachi salama. Kuna watu na kuna mambo. Kuna watu ukiwasema vibaya hautokaa salama. Kama wanawachuoni, nyama za wanawachuoni ni supu. Kumteta wanawachuoni au kumsema vibaya hukai salama. Au mambo. Mfano mtu anaona kuna watu wanaswali akawatukana. Wapumbavu kubwa, mnafanya nini nyinyi, washenzi tu nyinyi. Abaki salama huyo. Hatokaa salama. Ile dhikiri ile ya kifua ile. Ile dhikiri hata kama hauipendi, kwa sababu sisi tuna watu wengi.
tuna maswali, ndugu zetu wanatusikiliza na wanafuatilia madarasa zetu. Kuna mashia, kuna mawahabi, kuna makadiani, watu tofauti tofauti. Sawa? Sasa tunasema hili kwa faida ya wote. Mimi nimeona siri za zile dhikri za kifua. Usije ukatukana ile. Usije ukatukana. Na ukitaka uone ajabu yake, jilazimishe kuipenda. Hata kimya kimya tu. Wewe si uko mwenyewe chumbani? Kaa weka simu isikilize. Jiulize kwa Sheikh Sultan kwa nini ningesema hivi. Alafu jaribu. Sasa hii jaribu. Weka simu, sikiliza. Haitokuingia labda mara kwanza, rudia tena. Utakuja kuniambia. Utakuja kuniambia. Hii dhikri ya alifu hii. Alifu ya hamza hii. Ina siri kubwa sana. Sasa mwenye kuisoma hii mara 1000 akatimiza mara 1000, na pale aliposomea asiinuke akakaa pale pale akiwa amefumba macho vile vile alivyokaa akiwa amefumba macho. Sawa? Anasema mpaka ikamdhihirikia hali ya mwili itakayomfanya, mpaka itakapomdhihirikia hali ya mwili ya kumkubalisha ruksa ndo ondoke. Hii dhikri ukiisoma alafu ukasimama kwa idadi ya 1000, ghafla ukataka kuondoka, unaanguka. Okay. Hautakiwi kuondoka mpaka mwili wako utulie, kwa sababu wakati unaisoma hii hali ya mwili lazima ibadilike, lazima uchange, ubaki salama. Na sheitani mwenye kuisoma hii dhikri shekhe ya kuache. So umeona sheitani kafungiwa hivi. Sasa sijui atatokelea wapi. Japokuwa mwezi wa Ramadhani hakika miezi mingine hii dhikri ukiifanya mtihani sana. Mtihani sana. Watu washakimbizwa na simba kwa kuifanya hii dhikri. Okay. Hii dhikri tena ukaipatia polini, sehemu ambayo watu hawajawahi kupita. Yaani sehemu ambayo haijawahi kupita nafsi ya mtu. Ukaenda polini huko ukatafuta kibanda sehemu yako, ukaitafutia hii, ukakaa ukaipiga. We shekhe we. Kimbia. We hatari we. Okay. Au hii ukaifanya kando kando ya mto au kwenye maji ya maporomoko, ukaipiga hii pale. Hatari. Dhikiri hii chochote kitakachotokea katika wakati unaifanya, lazima tuseme wazi, usiogope wala usikimbie. Chochote kitakachotokea wakati unaifanya, usiogope wala usikimbie. Hicho kimetoka kwa Mungu, sio kwa sheitani, hasa mwezi wa Ramadhani, hata kinyume na mwezi wa Ramadhani. Na ifanye hii ukiwa una utulivu kweli wa akili, usijaribu. Na hii bora zaidi mtu avae nguo ya moja kwa moja zenye rangi mbili, nyeupe na nyeusi, na wakati unaifanya kifunike kichwa chako. Usiifanye mwanaume ukiwa na kichwa kikiwa kiko wazi. Wengine wakasema mpaka shingo isiwe wazi. Funika mpaka shingo. Wakati unaifanya, ifanye ukiwa umefumba macho yote, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mpaka mwisho. Uelekee kibla. Alafu kukaa kwako usikae hivi. Sawa, kama vile tunavyotaka kula chakula. Una ule mkao, mtu hukaa hivi. Usikae hivyo. Ikalie miguu. Okay. Sawa, tasbihi unaishikia hapa. Umekalia miguu, umeelekea kibla. Hii dhikiri unaweza ukafanya na watu, lakini mnafanya mkiwa mmefumba macho na muambizane. Moja sija. Bwana, msije mkakimbia hiyo.
Okay. Ndio kuna wale walikaa tufanye la ilaha illallah mara 1000 mara 10,000 kumradhi kwa ajili ya kupata fedha. Basi wako wamekaa wamepiga mpaka karibuni mara kama 5,000 hivi 6,000. Goma limewiva. Uradi ule umetaka watu wafumbe macho. Sasa katika wale walikuwa 7, mmoja akapitwa na usingizi kalala. Huku watu wamepiga, wakaja watu weupe tupu katika dauli lao na wao wakaungana pale. Wakawa wanafanya. Sawa? Uradi sio taka mfumbe macho, na uradi ulivyo ukishaambiwa fumba macho usije ukafumbua macho katikati. Nitakukuta jambo. Usije ukafumbua macho katikati. Mwiko. Yaani mwiko. Ndio maana nasema haya hawafundishwi. Haya wanafundishwa watu wenye akili timamu. Ndugu zangu, hili msijaribu. Kama unafanya fanya kweli kwa nia ya dhati. Huku unaingia kwenye mambo mengine. Usije ukaiona mbona ni herufi ndogo tu. Sasa hiki kisa hiki kina mafunzo hiki. Yule bwana mmoja kabisa na usingizi. Wenzao wanapiga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wakaja watu wote weupe, ndevu hizi, macho yao yanawaka blue. Yule bwana katikati. Sasa walikuja wale watu weupe, mmoja katika wale akawa yuko nje. Naye anakuja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yule bwana kuja kufumbua macho, anakutana wale watu weupe wamewazunguruka. Astaghfirullah. Piga yowe huyo. Majini jamani. Subhanallah. Kwanza kainuka kaikata ile daul, kapita katikati nduki. Kakimbia. Na wale watu weupe wameondoka. Wale wenzake sasa ndio wanakuja kufumbua macho, wanakuja kuona wale watu na wao wakiondoka wamebeba lile briefcase. Ambalo katika ile briefcase, ikisa nadhani kama sijakosea nitakuwa nimekisimulia vizuri. Likisa maarufu lakini nimekisikia miaka mingi ya nyuma, ila kina ibra kubwa sana. Ndio maana leo nimekisema hapa. Kwa sidhani kama nimekisema kwa usahihi. Sasa kwenye ile briefcase kuna hela ambayo mtu kiitumia inajiongeza mara 10. Okay. Malaika walileta. Manake ilibidi yule bwana wasubiri wamalize wakabidhiwe briefcase lao, watu wakatumia fedha, wawe matajiri. Yule bwana kaharibu kila kitu. Sema mtu kama huyu tafutia bakola ya mwanzi, subiri. Tandike kweli kweli. Sasa kama haribia wezie. Kawavurugia. Na haya mambo kishakosea hata ukija kurudia haupati tena ile siri. Kwa dhikri ya kwanza ni hiyo. Ya alif, usomaji ni a. Lakini hii unaisoma kwa sauti. Na inajipeleka yenyewe wala we hauipeleki. Wakati unaisoma kuna wakati utaisoma haraka, utajikuta tunaisoma haraka, kuna wakati utaisoma taratibu. Mwenyewe unaona yenyewe hii inaenda yenyewe. Kwa wewe zikubali zile hali zote zitakazotokea pale. Sawa? Haswa katika huu mwezi mtukufu Ramadhani. Ujue huu mwezi ndo kama ninavyosema kwamba fursa zake haudhuriki. Wala haupati mitihani ya sheitani kwenye ibada. Unafanya ukiwa salama. Sawa? Labda akili yako mbovu imeharibika, ndio hata kwenye swala mawazo yataingia. Lakini mwezi wa Ramadhani sheitani haingii kwenye akili. Ukiona una mawazo na bado katika swala una utulivu, wewe ni akili yako tu ni mbaya. Irudisha akili yako ikae sawa. Sasa hii ni siri ya Mungu. Na mambo mengine Mwenyezi Mungu atujalie kheri na baraka. Amin. Sasa herufi hii ya kusoma na uradi huu wa kusoma wa kwanza ni alif. Watu watumie kwa idadi hiyo. Twende kwenye faida za herufi B. Tutaanza na hili. Kuondosha upofu wa moyo.
moyo una macho. Sawa? Sasa hii herufi B kazi yake ni kuondosha upofu wa macho ya moyoni. Okay. Kila mtu anatakiwa aone kutoka moyoni, sio tu hapa kwenye macho haya ya kawaida. Kuna macho ya moyo, na ndio macho ya kisawasawa. Ndo wale wasemaji wakasema qulubul arifina laha uyunun, ni mioyo ya wanawachuoni ina macho. Kwa ile elimu yao tayari wamefikia pahali wametoa tandu za macho ya mioyo. Upofu ule wameutoa, wanaweza kuona. Mwanawachuoni ana vision ya kuona miaka 20 ijayo, na utaona hilo. Mashekhe waliotangulia, mashekhe zetu wa nyuma, wameyasema mambo ambayo leo yanatokea. Leo yapo, lakini huko alisema nini? Vision ya moyo kulingana na hali ilivyo. Umeelewa vizuri eh? Okay. Na moyo, macho yake yanaona kweli, haya macho hayaoni. Ukiwa na macho ya moyoni unaweza kuona vingi sana, lakini haswa vinavyomhusu Mungu. Na mtu hakika anayeona ni yule anaangalia kutumia macho ya moyoni. Macho anaangalia, lakini anaona kupitia macho ya moyoni. Na hata kipofu, mtu asiyeona, anaona yule. Kwa kuwa ana moyo, basi anaweza kuona kupitia macho ya moyoni, tena kama wewe. Sasa uradi wa B unaondoa upofu wa macho ya moyoni, kuona haki, kuifuata, kuona batil, kuiacha. Sawa eh? Okay. Mtu mwenye macho ya moyoni humuongopei. Unaweza kaambia bwana, nilikuwa Msasani, kumbe ulikuwa Kinondoni. Anaona kila kitu, ulivyokuwa Kinondoni, ulivyokuwa unafanya kuyafanya, anaona kila kitu. Anakujibu tu sawa. Na tena wengine wanaenda mpaka na kuangalia kwa nini anadanganya huyo. Akishaona sababu ya kumdanganya kwako ni nzuri, basi anaweza kukupakia adhabu kidogo tu. Lakini akiona sababu ni mbaya, mawili, akuache. Na mtihani sana huo. Mtu ukimdanganya, tena mtu ambaye mwenye macho ya moyoni, ukimdanganya, wewe unayemdanganya unajua huyu anajua huyu. Mbona kama namuongopea na yeye anajua. Na wewe ukishaona hivyo, basi usiendelee kumuongopea. Sasa uradi huu wa B unaondoa utandu wa macho ya moyoni, tunatengeneza mioyo, tunakuwa na uwezo wa kuona visivyoonekana. Kwa herufi mbili ndo zinaondoa upofu wa macho, kuna B na T. Lakini yenye siri na mujarrab sana ni T katika hilo. Okay. Tuifuate hii njia ya T kwenye kuondoa upofu wa macho, pamoja na kwamba tunaweza tukatoa pia na njia ya B, lakini hii ya T ina siri sana. Ina siri mno. Tutumie hii njia ya T, herufi ya T ambayo haikuwepo katika orodha ya idadi ya zile herufi 3 ambazo tumekusudia kuzizungumzia. Na tutarudi katika kuielezea tena hii herufi ya B, faida zake nyingine. Sasa herufi ya T utaiandika mara 400. Sawa eh? Utaandika mara 400 hii T. Utaandika mara 400 kwenye karatasi siku ya Jumanne. Herufi ya T utaandika mara 400 siku ya Jumanne. Muda utaandika muda wowote ule. Sawa, unaweza ukaiandika hata asubuhi, ila unaitumia muda wa kuzama kwa jua. Muda wa kuzama kwa jua wewe ndo utaitumia hii kunywa na kuoga. Lakini wakati unaiandika kuna maneno unatakiwa uyaseme wakati unaiandika. Utasema ya hayu ya qayyum. Huko unaiandika T ya hayu ya qayyum mpaka unamaliza.
Kwa hiyo haina idadi, itategemea na utakapomaliza kuandika zile. Kuisoma haina idadi. Okay. Lakini idadi ya kile utakachokiandika, idadi ya ile herufi utakayoiandika yote ni mara 400. Ila wakati unasoma utakuwa unasema ya hayyu ya qayyum. Huku unaandika ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Huku unaandika kwa kutumia nini? Unaandika kwa kutumia zafarani. Wino maarufu mashuhur. Okay. Wino maarufu mashuhur utaandika kutumia zafarani ambao kila mmoja anaweza kaupata. Yoyote tu. Unaandika te kuondoa upofu wa macho, na hii inaleta hifadhi. Mtu unakuwa na tahfidhi kubwa sana na utahifadhi kila unachokitaka. Kama mtu akili yako imechoka nzito, unajiona huna uwezo kufikiria, tumia hii pia. Kunywa, utafungua macho ya moyo wako na utaifungua akili yako. Sawa, umesema kunywa na kuoga. Kunywa na kuoga. Ukishamaliza kuziandika mara 400, naam, inabidi ifuate process gani sasa katika hayo maji ambayo utachanganya na ile, au ni kitu gani ambacho kitatumika kwa sababu ni kunywa na kuoga? Utaiyeyusha ile kwenye chombo kimoja, alafu maji utayagawa. Okay. Maji haya utakunywa, maji haya utakoga. Kiasi itategemea. Kiasi chochote tu kile wewe unachokiweza. Hata lita 3. Lakini ni siku ya Jumanne. Na unakunywa yote, unakoga yote. Utarudia tena siku ya Jumanne ijayo. Na hiyo siku utakayofanya ya Jumanne, hiyo ukifanya utaona kitakachofunguka. Kwa kile kiasi kitakachofunguka Jumanne ijayo unaweza ukafanya tena mpaka ukafikia pahali sasa we moyo wako utafunguka wote. Okay. Narudia, inaleta hifadhi sana. Inafungua sana akili, tahfidh. Tuitumie sana hii hata kwa watoto, kuwapa watoto wanywe. Andika hii herufi ya te mara 400 siku ya Jumanne, alafu mtoto anywe magharibi. Sawa Okay. Alafu akoge muda huu magharibi. Inafungua sana akili mno na inafungua macho ya moyo. Unaweza kuona visivyo onekanika. Sawa, kwenye kunywa imeeleweka. Kwenye kuyaoga unatumia tu yale ambayo unasomea, au unaweza ukachanganya na maji mengine kwa sababu yanaweza kawa kidogo. Baadaye ukachanganya na maji mengine ambayo ni mengi zaidi kwa ajili ya kuoga mwili mzima. Unafanya hivyo. Okay. Mwili swali zuri sana. Unafanya hivyo. Tutachanganya na maji mengine ya kawaida, alafu kisha utakwenda kukoga. Hiyo imeeleweka vizuri. Okay. Sasa tuende kwenye faida zingine za herufi ya be. Sawa Manake nimeona ni wagee bora zaidi katika kufungua macho ya moyo. Sawa, na ina faida nyingi sana, lakini kutumia herufi ya te. Kutumia herufi ya te. Sasa tuendelee na herufi ya be katika faida zingine. Herufi ya be unaweza kumtoa mtu jela kutumia herufi ya be. Unamtoa mtu jela, lakini yeye aliyekuweko jela ndo atakiwa asome, sio wewe uliokuwa nje huko. Okay. Mfundishe ndugu yako aliyoko ndani kuisoma hii herufi be. Ataisoma kila siku mara 500 herufi ya be mpaka atakapotoka jela. Mtu aliyefungwa mpe hii, mwambie aitumie kuisoma. So tu be mara 500, au akisoma ba mara 500 kila siku, wallahi kwa idhini ya Allah atatoka. Haki itatendeka. Kama alidhulumiwa atatoka kwa salama kabisa. Lakini pia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa namna yoyote ile na kwa hali yoyote aisome, atatoka jela. Herufi ya be. Twende kwenye faida nyingine ya herufi ya be, tuhamie kwenye fe tumalize. Sawa. Tuendelee swali kidogo. Yule ambaye yupo kule inatakiwa isome muda gani, au muda wowote? Muda wowote. Lakini aisome mara 500 kila siku herufi ya be. Akiwa hata na watu au mpaka awe peke yake? Hata akiwa na watu. Bora tu aisome mara 500. Kwa sauti au kindani? Akisoma kwa sauti ni sawa, akisoma kwa moyo ni sawa. Haina sharti hii.
Sawa. Tuende kwenye faida nyingine. Hii sasa kwa wanyonge wenzangu kama mimi ambao hatuna pa kwenda. Wanyonge dhaifu, hatuna nguvu, hatuna nini. Sasa hii ni kwa ajili yetu. Watu tunaodhulumiwa ambao tumedhulumiwa na watu ambao wanajua hatuwezi kuwafanya kitu. Wenye mabavu. Wenye mabavu. Yaani mtu anakufanya kitu alafu anajua wewe unifanye kitu. Okay. Na wewe kweli unatulia, huna cha kumfanya. Hela nayo. Kama nguvu anayo. Sasa hii ni kwa ajili yetu wanyonge. Okay. Silaha ya kujitetea hii. Kila mmoja atumie hii. Kama kuna mtu ana kibri hasa na unataka kukizima kibri chake, kile kinachompa kibri kitapotea. Kama ni hela ndo inampa kibri, na hakikisha kweli ana kibri na kinadhuru watu, na labda amekudhuru kwa hicho kibri, sio ukamfanyie tu mtu itakupiga mwingine. Mtu mwingine unaamua tu kwamba ngoja nikamfanyie huyu, nijaribu. Mtu kabisa huyu ana madhara. Kuna watu wamechukuliwa wake zao. Kuna mtu shekhe anachukua mke wa mtu kwa mabavu, kwa sababu ana fedha, kwa sababu hivi, kwa sababu hiki, na maskini huyu hana cha kufanya. Na sisi wanyonge kimbilio letu ni hili. Mtu amechukuliwa mali zake. Mtu kachukuliwa mali zake, kadhulumiwa. Alafu mtu anakuambia nenda kokote. Mwambie sawa. Bwana we. Kiserikali huniwezi, kingumi huniwezi, sijui kidini huniwezi. Mwambie sawa. Sawa, nenda. Tutakutana. Na hii haimwachi mtu salama. Kama kakudhulumu, kweli amekudhulumu. Kama kweli amekudhulumu, tupigie mstari. Wallahi abaki salama. Ila labda hajakudhulumu. Tumia hii be. Utaandika mara 12 tu kwenye karatasi. Utaandika be mara 12 tu kwenye karatasi. Mwanzo kabla hujaandika utaandika jina la yule dhalimu. Na mwisho unaandika jina lake tena mara 12. Lakini hata usipoandika mara 12, liwe kichwani. yani hata usipoandika jina, sawa, lakini umemkusudia fulani, kile kinachompa kibri, mtihani wake ni kwamba hii unatakiwa uende ukaifukie mbele ya nyumba yake pale. Huo mtihani kweli. Mtihani wake uko wapi sasa? Wana CCTV kamera sasa hivi. Sasa wewe utajua mwenyewe na CCTV kamera yako bwana. Kwa nini umekuja kuchimba kwenye nyumba yangu wewe? Utajua mwenyewe. Okay. Unaelewa, hii mtu unaenda unaiweka pale mbele ya nyumba yake unafukia. Ukishindwa unaichukua ile unaitia katika chupa ya maji, alafu unaenda unamwagia ile sehemu yake au sehemu atakayopita tu yule mwenye kibri aliyekufanyia wewe, aliyekudhuru. Na wakati unamwaga sasa pale unaongea nia zako. Mungu, huyu kanifanyia kibri kwa sababu ya hiki ulichompa. Lakini narudia, hii ukimfanyia mtu kwa ila zako haimdhuru, na sana itakupiga wewe mwenyewe. Fanyie mtu ambaye kweli amekunyima haki, amekunyima raha. Sawa ndo ifanye hii. Kamwage alafu mwambie Mungu, hiki ndo kimempa kibri huyu. Mwenyezi Mungu, na kuomba wewe kihukumu hiki. Wala usimwambie Mungu kiondoshe. Kihukumu hiki. Mwaga ile, ondoka zako. Mara hii inatosha, wala haurudi mara pili. Alafu unaandika tu mara 12 basi. Herufi. Na kama ni kwenda kuifukia hivyo maneno hayo. Au tu unaweza kusema Mungu, na kushtakia wewe juu ya dhalimu huyu, kanidhulumu hiki. Kwa sababu yeye ana hii.
labda ana mali, mtu wa wapi, ana watu, ana nini, ana kiburi hiki. Mungu nakushtakia wewe mwenye nguvu, mimi sina nguvu, mimi mnyonge. Mhukumu huyu Mwenyezi Mungu, alafu ondoka. Tena hasa ukiifukia hiyo, ya subhan, nisiongeze maneno hapo. Lakini tuifanye kwenye haki. Na hata hii nisipolirudia, mtu ukifanya kwenye jambo ambalo si haki haiwi. Hii ni kwa ajili yetu sisi wanyonge ambao hatuna pa kwenda. Tukaifanye hii, Mwenyezi Mungu atatujalia. Amen. Sasa hii ni herufi ya mwisho ya be, na faida yake ya mwisho tutakuja kutoa faida zingine za herufi ya be. Twende kwenye herufi ya the, tuzungumzie faida pia 3 tumalize. Faida ya the hii sasa kwa ajili yetu sisi. Kwa ajili yetu sisi. Utanielewa sisi wakina nani? Hapo ndo kwenye swali hapo. Hii kwa ajili yetu sisi. Utanielewa sisi wakina nani? Hii kama wake zako hawaelewani. Ya kwetu sisi. Ya kwetu sisi. Okay. Hayo ya kwetu sisi. Hayo ya nyumba ni kama wake hawaelewani. Kama wake hawaelewani. Okay. Hapo sasa nimekuelewa. Hapo the inaingia hapo. Na hii kijana ambaye unataka kuoa alafu unaogopa hawatoelewana, oa sasa. Ongeza 2, 3 Januari unapenda. Unaelewa bwana? Ongeza 2, 3. Tena hii unaweka mpaka nyumba moja. Na wanaelewana tu vizuri. Alafu basi unafanya kitu gani? Wala si jambo kubwa. Unaiandika tu the mara 500. Alafu unaitia katika chombo cha maji wanachokunywea, kwa nia ya waelewane, wapendane, wasikilizane. Chombo cha maji? Chombo cha maji cha kunywea, yani katika ndoo. Okay. Yani ni chombo cha maji cha kuhifadhia maji mnayoyatumia. Kama hata wako mbalimbali, unaiandika hii moja, unatia katika chupa, alafu unaenda, huyu unaenda unampa, huyu unaenda huku unampa. Watapendana na hutosikia ngumi wala ugomvi, wala hawatosonyana. Kama ndugu. Taratibu ni ule karatasi nyeupe na zafarani. Na zafarani. Waandikie wake zako faida za the hizo. Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Tena kama mwezi huu mtukufu Ramadhani, unawaandikia wakishapendana, naweka futari yako, mnafuturu pamoja hapo. Tena wachaguane wenyewe, leo nani leo? Wanatupia na mipira leo. Niko pembeni na wewe uko pembeni tu bana. Ya salam. Upati tabu. Sasa ndo faida ya the. Okay. Tuitumie. Nzuri hiyo. Sana. Na siri kubwa sana, tuitumie hii. Mwenyezi Mungu atatujalia na tutapata utulivu katika ndoa zetu. Amen. Kama kijana hakika tunafurahi, lakini ni mambo makubwa. Kijana hauna utulivu katika ndoa yako ya wake zako, ukitaka waelewane, tumia hii. Wataelewana. Hakutokuwa na magomvi. Twende kwenye faida ya pili ya herufi ya the. Ukitaka watu wakupende. Watu wakupende. Tumia hii herufi the. Utaisoma hii the kila siku mara 20. Okay. Kama unachukiwa na watu hawakupendi tu, kazini kwako magomvi, watu hawana maelewano na wewe, ukifanya jema kwa watu linakuwa baya. Isome hii the mara 20 kila siku, utayaona mapenzi ya watu juu yako. Watu watakupenda mno. Na kama hili tatizo mtu nalo la kuchukiwa na watu, itumie hii, utaona mabadiliko. Watu wataanza kukuchekea na kukufurahikia muda wote. Nani asiyeweza kusema herufi hii the? Kila mtu anaweza. Isome tu mara 20 kila siku, utaona ajabu yake. Hiyo kwa nguvu au kimoyomoyo? Aywa, tayib. Lakini faida ya mwisho, ama niseme faida ya 3. Na faida 2 nitazitoa za faida zingine za ziada. Faida ya 3 ni kuondoa hofu kwa mtoto.
utaandika the mara 20, alafu utaitia chini ya, utaitia kichwani kwake. Uweza kaishoneshia kofia ile the, alafu kamvesha mtoto wako. Kama ana hofu usiku, anapata tabu mtoto usiku akilala analia, anaogopa makelele usiku mtindo mmoja, andika hii the, alafu mweke kichwani mwake. Hatolia tena, na mtoto wako hatakuwa na hofu, atatulia sana. Herufi ya the inaleta utulivu mkubwa na amani mno. Sawa sawa Okay. Na hata ukichukua hata picha yenye herufi ya the alafu kaibandika ndani kwako, hiyo nyumba itakuwa na furaha daiman. Ukiweka tu ile herufi ya the, ukaitafuta nzuri yenye ulembo, labda ukaiweka ndani kwako, nyumba hiyo itakuwa ina furaha daima. Herufi ya the. Sawa Lakini kwa ziada tutatoa faida 2 za herufi ya jim. Hizi ni faida kubwa sana. Faida ya kwanza, kama mtu unasemwa vibaya na watu, watu wanakusema vibaya, sawa watu wanakusababishia fitna, unafitinishwa, sawa tumia herufi hii ya jim kuliondosha hilo, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu litaondoka. Kama unaona watu wanakusema vibaya, watu wanakuzungumzia sana vibaya, basi ukifanya hili, hali hiyo itaondoka. Na hata akatokea mtu baada ya kulifanya hili akakusema vibaya, basi ile aibu itamrudia yeye mwenyewe. Yale aliyokusudia kufike wewe kwa kusema kwake vibaya, yatamfika yeye. Kama alitaka udhalilike, ufedheheke, au yeye aheshimike kwa kukusema wewe vibaya, hatoheshimika na atadhalilika. Utaiandika muda wa kuchomoza jua mara 53. Utaiandika katika karatasi nyeupe na wino wa zafarani. Ukiona watu wanakusema vibaya, wanaongea mabaya yako tu, hata ofisini kwako labda, au kwenye familia yako, watu hawakutajitaji vizuri, watu wanakusema kwa mambo mabaya, basi tumia hii kutengeneza mambo na kuyatengeneza maneno ya watu na ndimi zao. Wakutaje vizuri, wakuzungumzie vizuri, tena kwa mapenzi makubwa sana. Sawa na mtu hata akitaka kukuongelea vibaya, anapata uzito mkubwa, ugumu, hataweza kukuzungumzia hivi. Na akikuzungumzia atadhalilika, hatoheshimika, hatothaminika, atadhalilika. Tumia hii herufi ya jim kuiandika mara 53, muda wa kuchomoza kwa jua siku yoyote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataondosha yale maneno machafu kwa watu juu yako. Yataondoka, hayatakuwepo. Hakuna atakayekuzungumzia vibaya. Watu watakuheshimu sana, utathaminika mno kwa watu. Lakini hili uzuri wake, ukifanya hivi kitendo cha kuandika alafu katembea nayo, hii inakufanya unaona roho za watu. Pia hii inafanya unaona roho, na haswa roho za ndugu za watu wako. Nasema arwahi, zile roho zao. Ukiandika alafu ukawa unatembea nayo pamoja, watu watakuzungumzia vizuri na utakuwa na baraka mno. Hata kwenye mambo yako unayofanya utakuwa na baraka sana sana sana, yani utakuwa na baraka mno. Watu watakupenda, utakuwa na ile habasha na wewe, na mapenzi yale makubwa sana juu yako, na mambo yako yatakuwa yana baraka. Lakini pia hii inakufanya usiku au muda wowote utakuwa una uwezo wa kuona zile roho zinazotembea, zile arwahi zile. Hata masala haya, mambo ya mizimu, viumbe vile ambavyo havionekaniki, ukitembea nayo hii unakuwa na uwezo wa kuviona, na unaviona kweli hakika.
ukitumia hii sana unaweza kuona zile arwahi, roho. Lakini faida ya mwisho, faida kubwa sana, ukitaka kuwaona mitume wa Mungu, mtume yoyote ukitaka kuonana naye, tumia hii herufi ya jim, herufi jim, kuonana na mtume yoyote utaonana naye, na utaisoma tu kila siku herufi ya jim mara 1000. Sawa, na utaisoma kwa siku 7. Hiyo siku ya 7 itakapofika, itakapokamilika, utakutana na huyo mtume uliokusudia kukutana naye. Kama unataka kukutana na Nabiyullah Yunus, umuulize ilikuwaje, nisimulie mambo yako, basi tumia hii, utakutana naye. Kama unataka kukutana na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumia hii, utakutana naye. Kuna bwana mmoja aliwahi kuniambia, natamani kukutana sana na Nabii Suleiman bin Daud alayhi salam. Sasa kama yupo kokote ananisikia, njia ni hii, aweze kuitumia. Faida naitoa hii katika jawabu. Atumie namna hii. Wakati unataka kuanza kufanya, unatakiwa utie nia, Mungu nafanya hili, naomba nikutane na mtume fulani. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu utakutana naye huyo mtume wa Mungu. Na wakati unaanza kuisoma, siku yote unaweza ukaanza, au kuna siku maalum kwamba siku fulani ndio uanze? Hapana, ni siku yoyote unaanza na hii unakutana naye bwana. Sitaki kusema sana, ila ni jambo kubwa sana. Tulitumie tukiwa wasafi na tuwe wasafi. Haya mambo tusiyafanye tu kujaribu, tufanye mambo haya kwa sababu ni mambo makubwa mno, ili yatunufaishe na yadumu kwetu, yatubadilishe, yatutoe, yatusogeze. Tusifanye tu kwa kuzifurahisha nafsi zetu. Sawa, kwa kufanya kujaribu, tufanye kwa hakika na kwa dhati ya moyo ya Mungu, ya kutoka moyoni, ya kweli haswa, kwamba nafanya hivi, Mungu nijalie hili na nipe mabadiliko katika hili nilifanyalo. Mungu atakujalia. Usifanye tu burudani. Haya ni mambo makubwa sana, na elimu hizi ukizichezea hazijirudii tena kwako. Ukiwa na mfumo wa kuzichezea ukaacha ukarudi basi tena kwako wewe zitafutika. Ukishaingia huku ukifanya, basi huu ndio mwendo wako, ufanye hivyo hivyo, usitoke katika njia. Sawa, na Mwenyezi Mungu atudumishe. Leo nilikuwa na faida hizo tu chache za kuzizungumzia kwa watu wetu na kwa Waislamu wote kwa ujumla, za kuzifanya, na haswa tukizifanya hizi pia katika haya masiku ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, haswa ile herufi ya alif tukautumia ule uradi sana, tutaona mambo mengi na tutaona muujiza na maajabu makubwa sana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutumie sana kuyafanya haya ili Mwenyezi Mungu atujalie, na Mwenyezi Mungu atujalie kheri, kabuli na imani na istiqama ya kweli. Amen. Mimi nimemaliza kufikia hapo, niseme alkamalu lillah, neno lako hilo, ukamilifu wa Mwenyezi Mungu, na tumshukuru Mungu kwa haya. Na tulipokosea, Mwenyezi Mungu atusamehe, atuongoze katika njia yake ya kweli, njia yake aliyoiridhia. Sisi na wazee wetu, Mungu atuhurumie, atusamehe kwa hayo machache na mengi niliyosema. Nilipokosea, ndugu zangu, mnisamehe. Alkamalu lillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tayyib, shukrani. Alhamdulillah. Wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, kwanza kabisa niwapongeze sana kwa kutenga muda wenu wote kuanzia pale ambapo tumeanza hadi hapa ambapo tumefikia. Hakika nyinyi ni watu wa thamani sana, na Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi katika kile kitu ambacho mtaamua kukifanya. Lakini yote kwa yote ni kwamba yale ambayo mwalimu ameyazungumza hapa tuyachukue na tuyafanyie kazi. Lakini pia uzuri ni kwamba una share ndugu jamaa na marafiki. Kama bado hujasubscribe, lakini pia kama bado pia hujatufollow katika mitandao yetu ya kijamii, tufollow na itakuwa vizuri sana. Lakini pia kuna link hapa ya WhatsApp channel. Kwa hiyo kama bado pia hujajiunga na WhatsApp channel yetu, jiunge hapa kwa sababu utajifunza pia mambo mengi kupitia kule. Mimi naitwa Januari, nyuma ya kamera ni Chuda. See you until next time. Lakini yote kwa yote tunasema Jawabu TV, ufumbuzi wa mambo ya kiroho. Naam. Alhamdulillah.